kiume, na hiyo ni katika genetically muundo wa vinasaba wao na physiological changes na hormonal changes. Wa kike na wa kiume wako tofauti. Kwa hiyo unachokiona kwa mtoto wa kike na wepesi wake, kwamba kwanza atatambaa upesi, atakuwa atamachua upesi, lakini ataongea upesi, ataadopt umama upesi, alafu ataiona tofauti kati ya baba na mama kwa wepesi, ataitambua kwa wepesi. Alafu itategemea na parenting style ya hiyo familia. Ikiwa baba yuko loving na yupo available, mtoto wa kiume wa kike atamtambua haraka na kutamani toka akiwa mdogo, kukamatwa, kushikwa. Na hiyo moja kwa moja ni kwa sababu ya zile neuron, mfumo wa umeme wa miili yetu unatamka. Yani hata nikikufumba macho nikufunge vitambaa vyote, alafu uende ukashike, samahani naomba ruhusa nimshike mchungaji, yani uende umefungwa macho kabisa, alafu aachie bega wazi, alafu bila kujua ni nani, akishika namna hii una uwezo wa kujua kwamba huyo ni wa kiume au ni wa kike, kwa sababu ya umeme unaotembea ukiflow kati ya wa kike na wa kiume. Kwa hiyo mtoto wa kike anajisikia tofauti, anasikia ile warmth ni tofauti ya ile kumbato la mikono, anasikia ule umeme unaoflow kutoka kwake, kutoka kwa baba kwenda kwake, na ule mzunguko. Kwa hiyo analala kabisa hapa kwenye mabega, na kile kitu hakisikii kwenye same sex. Kwa mama akimshika ni kweli ni mama very loving, lakini hasikii kile, kwa sababu X na X vinafanya nini? Vina repel, lakini X na Y au jumlisha na negative zinafanya nini? Zina attract. Kwa hiyo kwenye hayo mfumo wa umeme unakuwa ni automatic. Watoto wa kiume wanapokuwa tayari wakifiri ile warmth anachojisikia yeye, tayari anamchukua mama kama ni wa kwake, anaanza kuwa na wivu mapema sana, na ni kwa sababu ya hormones zilizoko ndani mwake tayari zimeshampa ule umiliki. Yeye ametengenezwa fabric yake, seli zake za mwili na akili yake, yeye ni mmiliki na mtawala, yani yeye ni ya kwake. Kwa hiyo hata akiwa na mdogo wake wa kiume hataki kushare, labda awe wa kike. Kwa hiyo naye ile analitambua, anachukua ownership upesi. Sasa namna unavyowakuza nao wakienda, tayari huyu wa kike atakuwa anaiga sana, na atakuwa anataka umama embracing na kuongea taratibu, njoo nikwambie, njoo. Hata akiwa ni msichana mkubwa utamwona anamuongoza mdogo wake, anampenda, anamhold, nurturing iko ndani mwake kwa sababu ya hormone zilizoko ndani mwake. Lakini huyu wa kiume naye akifika mahali fulani ataona sitaki kuburuzwa, sitaki kuambiwa, ataleta madharau. Kuna kipindi ataona wewe ni mwanamke na atatamani kuingia kwenye huo ulimwengu wa kunguruma. Parenting style yoko mle ndani, akiona kwamba baba ana tabia ya kumfokea mama, ana tabia ya kumgurumia mama, ana tabia ya kumpiga mama, hata kama anaumia baba akifanya hivyo, usije ukamshangaa na yeye anamkoromea mama, usije ukamshangaa na yeye anaiga ule ubaba, anachukua ownership ya ubaba kwenye nyumba ya baba. Kwa hiyo kuna namna fulani ya matofauti. Sasa kisaikolojia, namna ya kuwasaidia hawa wote wawili ni kwamba moja, wachanganye kwenye kapu moja hapo mwanzo. Ikiwa ni kazi wote, usianze kubagua na kuweka ufalme katika nyumba yako. Acha mfalme ajulikane ni nani. Lakini pia ngoja nikwambie kitu kimoja, aina ya parenting naitaja zaidi kwa sababu ikiwa mama ni mwema na anampenda baba, atamsema vizuri kwa watoto, kwa hiyo watoto atamheshimu. Baba akija, mama anaita watoto wote wanakwenda kumpokea mfalme, kwa hiyo inajulikana mfalme ni huyu mmoja. Kwa hiyo yule kijana wa kiume atachukua tahadhari kwamba mimi hapa sina nafasi ya kukoroma, mfalme ni mmoja. Ukifanya mchezo ukaanza kumsema baba kwa hawa watoto, utakuja baba na mtoto hatoki, ana hasira ulivyomfokea mama, ana hasira na mambo mengine yote. Kwa hiyo ukiongea sasa nini, yani mtoto wa kiume anamtishia baba, baba anakoroma na besi na yeye ana besi, kwa ile italeta shida. Kama kungekuwa kuna muda ningelielewa vileza vizuri zaidi kidogo. Asante sana.